Karibisha katika kipindi kizuri cha Niashiria, kipindi ambacho kinakujia kila Alhamis muda na wakati kama huu. Kidogo dakika 20 kina Abdul Qawi, Ali Mapande na Hassan wamezila, lakini ni kutokana na sababu ambazo zilizokuwa nje ya uwezo wao na wao. Walilahi alhamdu. Mimi naitwa Ibu Mgema, tunakutana tena hapa katika kipindi kizuri, na leo kwa mara nyingine tena tumepata bahati ya kukutana na mwalimu na mtaalamu wa masuala mahusiano, Mwalimu Dimoso. Wengi mnampenda na wengi mnamfurahikia katika yale ambayo anaendelea kutoa darasa. Hivi karibuni amekuwa ametrend sana kutokana na baadhi ya vipindi vya ndoa ambavyo anafanya vizuri. Walilahi alhamdu, tupo naye tena hapa kutokea Morogoro mpaka Dar es Salaam, na yupo hapa kwa ajili ya kuja kutupa elimu. Leo tunamtazama mwanaume katika ndoa. Kipindi kilichopita hapa Sheikh aliniambia tulimwangalia sana mwanamke, lakini je, mwanaume katika ndoa ni yupi? Majukumu yake ni yapi? Nini anatakiwa afanye? Anajitambuaje? Hayo mimi si mtaalamu katika bahari hiyo, siwezi kuogelea. Tunaye hapa kipenzi chenu Sheikh Dimoso. Sheikh, karibu sana. Naam, nashukuru sana mtangazaji. Nimefurahi sana tumekutana kwa mara nyingine katika studio zetu za Africa TV. Naam. Moja kwa moja nikupe nafasi wasalimia watazamaji, kisha moja kwa moja tuende kwenye mada kuhusiana na mwanaume. Karibu. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alaykum. Tumshukuru Allah, tumtakie rehema na amani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yenu mimi Mwalimu Dimoso, leo kwa mapenzi kabisa sasa kamera yetu inamulika upande wa pili baada ya kipindi kilichopita ama mfululizo wa vipindi vilivyopita katika Niashirie. Tumemzungumza mwanamke ni nani. Leo sasa tunamwangalia mume ni nani. Sio kila mwanamume anaweza kuwa mume. Umeanza Sheikh. Sio kila mwanamume anaweza kuwa vuruga, anaweza kuwa mume. Wengi kwenye ndoa ni wanaume kwa sababu ya jinsia zao, kama walivyo wengi ni wanawake kwa sababu ya jinsia. Kwa hiyo ndoa inahitaji wanaume tu waume na wanawake muwe wake. Kwa hivyo kupitia kipindi, hebu tafakari, iangalie ndoa yako. Ndugu yangu, wewe ni mme ama mwanamume? Ewe mke uliopo ndani ya ndoa, nyumbani hapo, una mme ama una mwanamume? Naam, hebu tufuate. Nani mume? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha atakum man tardawna dinahu wa khulqahu fazawijuhu. Anasema Mtume sallam, atakapokujieni mume wa kuwaoweni ninyi wanawake, mumpime kwa mambo mawili. Mjiridhishe, yani mjiridhishe, maana yake muwe na taarifa za kutosha juu ya huyo muoaji. Huyo naye kwenda kumpa moyo. Ni tamko tu la nimekubali kuolewa, linahamisha uchunga wako, maisha yako yanatoka kwa wazazi wako ama walezi, yanahamia kwa huyo unayempa tamko. Nani unamkubalia tamko? Sio kila kibaka mpita njia anafaa kupewa tamko. Nani unamkubalia? Kwa hivyo Mtume sallam anatujenga sasa ili tuyafurahie maisha ya ndoa. Ninyi wanawake, anapokuja mume kwa ajili ya kuwaoeni, mjiridhishe kwa mambo mawili kwake. Muwe na taarifa za kutosha kuhusu dini yake, tena mnayemridhia, maana yake muwe na taarifa za kutosha kuhusu dini yake. Sio kuambiwa tu ana swali. Muhakikishe. Anaweza kuwa mtu ana swali lakini tabia sio nzuri. Kwa hiyo hadithi imeunganisha vitu viwili, dini na tabia. Kwa nini? Dini ni nguvu, itajenga nishati kwa huyo mume aweze kuheshimu kitabu katika kuishi na mke ndani. Lakini tabia itamjengea nishati ya maadili ya kuwa na mahusiano mazuri na mke wake ndani. Kwa hivyo anayeitwa mume anatakiwa awe vizuri kwenye dini na awe vizuri kwenye tabia. Kwa nini awe vizuri kwenye dini? Mara nyingi dini ya mke inategemea na dini ya mume. Mume hawezi akasimamia dini ndani ya nyumba ikiwa mwenyewe hana dini. Qur'ani inasemaje? A'udhubillahi minashaitanir rajim. Wa amur ahlaka bis-sala wastabir 'alayha. Allah anasema waamrisheni familia, ninyi wanaume waamrisheni wake zenu wadumu na ibada ya swala, ninyi mkiwa mfano namba moja. Ili mke athirike na ibada, kwanza aione ibada kwa mume, na huu ndio Uislamu. Kwa hivyo hebu tuwe mfano. Anayeitwa mume ni yule anayekuwa mfano wa kusimamisha ibada ndani, aonekane mfano katika kila eneo, katika kuyachunga maamrisho
kuyaacha makatazo, awe mfano. Mke ajifunze kutoka kwa mume, awe mfano. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Bila shaka mna mfano ninyi, kiigizo kwa bwana Mtume sallallahu. Alipoulizwa Bi Aisha kuhusu maisha ya Mtume, khulqul Qur'an, hata tabia, yani msipate tabu kuniuliza, namna Qur'ani inavyofunguka ndivyo tabia ya Mtume. Ikiwa Qur'ani imekataza kusema uongo, Mtume si muongo, ni mkweli mwaminifu. Ikiwa Qur'ani imekataza zina, Mtume si mzinifu. Ikiwa Qur'ani imetukataza ushirikina, Mtume si mshirikina. Kwa hivyo namna Qur'ani inavyotujenga, inavyotuongoza, Mtume yeye amekuja kuifundisha Qur'ani kwa maneno na vitendo. Kwa hiyo yeye ni study case, yeye ndio sample. Tunajifunza kutoka kwake. Kwa hivyo anayeitwa mume anakuwa mfano katika dini na katika tabia. Tunapozungumzia mwanamume mwenye dini, aonekane maeneo matatu. Kwanza, aheshimu ibada ya swala, ili atengeneze nguvu ya kuisimamia swala ndani. Kwa hiyo manake mwenyewe awe kiigizo chema katika ibada. Anayeitwa mume kwanza yeye mwenyewe awe mfano wa kuheshimu ibada ya swala. Mke ndio atafuata, ataunga. Unaona? Lakini anayeitwa mume awe mfano wa tabia ndani ya nyumba. Mtume anasema inna min akmalil mu'minina imana ahsanuhum khulqa wa altafuhum bi ahlihi. Hakika ya mwanamume aliyekamilika kiimani ni yule mwenye tabia nzuri na ana mahusiano mazuri, mpole kwa mkewe. Ni mume rafiki kwa mkewe, ana huruma, ni mpole. Kwa hivyo tabia ndio inayodhamini mahusiano mazuri, majibizano mazuri, kila mmoja kumtanguliza, kumpa kipaumbele mwenza wake ndani. Watachunga hawa kurejeshiana lugha za matusi. Mpe thamani mwenza wako. Anayeitwa mume ni yule ambaye anachunga tabia, anajipamba na vipengele vya tabia nzuri. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mbora katika ninyi ni mbora katika familia yake, na mimi mtume wenu ni mbora kwa familia yangu. Anayeitwa mume awe mfano wa tabia. Awe mfano wa tabia ndani ya nyumba, awe mkweli, awe mwaminifu, asiwe mzinifu, asiwe mwizi. Anayeitwa mume anajipamba na tabia njema, hana ria, hana matusi, hana kejeli, hasengenyi. Yani vile vipengele vya tabia njema vinaonekana kwake. Huyo ndio mume. Tunamzungumza hapa, maana sio kila mwanamume anaweza kuwa mume. Hapa tunamchambua nani mume. Mume ni yule anayejipamba. Na dada yangu, ndani ya ndoa, hebu ifanyie tathmini ndoa yako. Ndani una mume wewe au una mwanamume? Ili na wewe ujivunie kwamba una mume. Hebu muone mume katika sura hii. Muone mume katika dini yuko vizuri, anaheshimu ibada ya swala. Ikipigwa adhana hamna kinachomshughulisha akaacha swala. Anatengeneza nguvu ya ushawishi ili familia iunge. Huyo ndio mume. Lakini anayeitwa mume, mbali ya kutekeleza ibada ya swala, anatengeneza nguvu ya imani kupitia swala. Fa idha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Mkimaliza kutengeneza imani kupitia ibada ya swala, mkajaza nguvu ya imani, basi kinachofuata baada ya kuwajibika swala, mwende mkapambane katika shughuli za katafute riski. Ili kuuchuma moyo wa mke ndani, unatakiwa umlishe. Kila mke ndani anatamani apate mume mpambanaji. Asili ya mwanamke ni kulishwa, anatakiwa aletewe. Kwa hiyo mke atakuwa na hisia kwa mume anayemletea mahitaji. Huyo ndo mume. Wanaume siku hizi vibenteni. Yani kipimo cha mume, anayeitwa mume ni yule ambaye anakidhi mahitaji ya familia. Chakula, mavazi, malazi, matibabu, mpambanaji. Ushindi kwako unayeitwa mume, familia ile, familia ivae, familia ilale, familia itibiwe kwa muda, familia isome, umudu zile gharama za kuonesha familia. Huyo ndio mume. Huyo ndio mume. Anaitwa mume anatenga muda. Uislamu umetokataza wanaume kuwa nje ya nyumba baada ya swala ya nini? Isha. Kwa nini? Mke anahitaji muda. A wife needs your time. Mke anahitaji muda wako. Ndio maana Uislamu kwa kuliangalia hilo umeturatibu wanaume. Hatutakiwi tuwe nje ya nyumba baada ya swala ya Isha ili tupate muda wa kukaa na familia, tupate mrejesho wa familia.
mke afunguke aseme kutwa ameshindaje, siku nzima ilikuwaje, na kumwelezea changamoto zako. Abdulrahman kanisumbua hivi, mtoto hivi hivi, umeona, anatakiwa aseme, kwa kuwa wanawake wanazungumza maneno mengi kuliko sisi wanaume. Sasa mchana kutwa nzima hajakupata, wanawake wanahitaji muda. Wengi mnakosa hii chance kwenye majumba, inawaumiza sana. Africa TV imesikia kilio chenu, ndio tunakuja na suluhisho. Uhitajiki kulia sisi, tunatakiwa muungwana, akianguka asiangalie poangukia, angalie pojikwaa. Kwa anaitwa mume, anarudi nyumbani mapema baada ya swala ya Isha. Hawezi umkute anaitwa mume anakwenda kwenye mipira baada ya swala ya Isha. Pagumu hapo. Anaitwa mume, hawezi kuchezea. Usitamani kuheshimiwa na mke ikiwa huna heshima na dini. Uislamu, freedom without restriction is marvelous. Uhuru bila mipaka ni fujo. Kwa hivyo ikiwa sisi tunatamani kuheshimiwa na hawa wake, na sisi tuwe mfano katika kuheshimu kitabu. Hatuko huru kiasi hicho kwenda kwenye vijiwe nini. Baada ya Isha turudi nyumbani, ili familia ipate muda na sisi. Kama kiongozi upate feedback ya nyumba inavyoenda. Mkaguane vipaumbele vya akhera, majukumu uliyotoa yametekelezwa, vipaumbele vya kiimani, vipaumbele vya kimalezi ndani ya nyumba, changamoto gani zinapatikana ndani ya nyumba. Kwa hiyo kama kiongozi unatakiwa lazima uwe mfano wa kuchunga muda ndani ya familia. Kwa hiyo huyo ndo mume. Sasa tofauti na mwanamume anaitwa mwanamume, anaitwa mwanamume. Poleni sana wanandoa ambao mna wanaume kwenye majumba, mnalalamika kwamba hamuelewi wanaume, maisha yaeleweki. Ninyi hamjapata waume, ninyi mna wanaume. Anaitwa mwanamume, dini kwake sio lazima. Inawezekana ameoa ndoa ya Kiislamu, lakini yeye mwenyewe Uislamu hana. Hauishi Uislamu. Hana ratiba ya dini ndani, hana usimamizi. Yeye mwenyewe sio mfano kwa swala, haswali. Sasa kama kichwa cha treni kikipoteza mwelekeo, mabewa yatapona? Hawezi kupona. Hawezi kupona. Kwa hivyo dada yangu, ewe mwanandoa, hebu angalia, ukiona ndani una haswali, tabia zake haeleweki, tabia mbaya zote anazo yeye. Ukizungumzia uzinzi yumo, ukizungumzia ulevi yumo, ukizungumzia wizi, utapeli yumo, kusengenya yumo, matabia mabaya yote anayo yeye, uchafu yumo. Wewe hapo huna mume, wewe una mwanamume. Lazima maisha ya kutese. Muungwana, ukianguka usiangalie ulipojikwaa, usiangalie ulipoangukia, angalia ulipojikwaa. Ni kwamba ndoa yako bado. Yawezekana kwenye majumba waume mkapata wake, lakini wake hawana waume. Yawezekana watu wakapata elimu, lakini elimu haijapata watu. Yawezekana watu wakapata utajiri hujapata watu. Umewapata watu wenye roho mbaya wasioguswa na dhiki na shida za wanyonge. Kina Abubakar walipata utajiri, na utajiri ulipata watu. Uliwaneemesha maskini. Waliguswa na dhiki za kina Bilal ibn Rabah. Wamekwenda kuwaokoa katika minyororo ya kutumikishwa kama watumwa. Umeona, sasa leo kuna watu wamepata digrii hazijapata watu. Sahihi. Sasa ndivyo kwenye ndoa, kuna waume wamepata wake, lakini wake hawana waume. Yaani wanaume wamepata wake hawana waume. Kipimo kama ndani ya nyumba uliyekuwa naye, huyo mume uliokuwa naye hana ratiba ya dini, hasimamii usomaji wa Qur'ani, hasimamii ibada ya swala ndani, yaani yupo tu, familia ipo, mnaangalia miziki, mnaangalia mafilamu, mume asemi, mke unakwenda uchi, mume asemi, yaani hakuchungi, hakuokoi na dini yako. Yupo tu mradi kwa sababu ni mume ameoa. Hapo huna mume, wewe una mwanamume. Huyo ni mwanamume, sio mume. Ukiona unaishi na mtu mwizi, tapeli, asomeki, masifa mabaya yote anayo yeye, huyo sio mume. Huyo amevaa kiatu namba 10, mguu wake namba 2. Anapwaya. He doesn't fit, atoshi, anapwaya. Hiki kitengo cha familia kinatakiwa kiongezewe nguvu, tukinusuru. Wake wanahitaji waume majumbani, kama vile waume tunavyohitaji wake, na wake nao wanahitaji waume. Tunategemeana. We are interdepending. Yaani tunategemeana. Kwa hivyo sisi tunavyohitaji wake, na ninyi wake mnahitaji mpate waume. Sasa wengi kwenye majumba ni wanaume, sio waume. Kama nyumba haina program ya dini, haisomi Qur'ani, hampeani mawaidha, hamtengi muda kufanya adhikari, yani mpompo, mnasubiri kufa, mnakula, mnaamka kama wanyama, kama zilivyokuwa ndoa za watu wengine. Kama kula nao wanakula, tendo la ndoa wanalitenda, wanasubiri kufa. Na ninyi hamna tofauti. Anayeitwa mume, yeye ndoa yake inasimama kuleta ushindi katika dini.
ndoa ni tofali la kusimamisha Uislamu. Kiongozi lazima aoneshe yupo na nyumba inayaishi maisha ya dini, na yeye ndio aliyepewa jukumu. Pepo ya mke amekabidhiwa yeye. Siku ya Kiyama hataulizwa wazazi wake wala walezi wake, ataulizwa yeye. Anayeitwa mume huandaa majawabu ya kumjibu Allah siku ya Kiyama. Lakini anaitwa mwanamume hana muda wa kuandaa majibu ya kumjibu Allah. Yupo tu. Ndio hizo nyumba unakuta watu wameoana ndoa ya kidini, lakini maisha ya dini ndani hamna. Dada yangu, kama umeolewa ndani, mume hachungi hijabu yako, unavaa unavyotaka, wala usemi. Wenzako wanasifia, sio wanaume zetu wazungu, tunavaa tunavyotaka, wala wasemi. Sio nyinyi mmeolewa na swali suna, unateseka bure. Wewe hapo una galasa, una mume. Anaitwa mume, qu anfusakum ahalikum nara. Mbali ya kuokoa nafsi yake na kuokoa na wewe, lazima awe na miundombinu, program za kiuokoaji. Lazima ziwepo program za kiuokoaji. Lakini wewe mkeo kavaa suruali, ukamwambia mke wangu umependeza. Umedamshi. Na wala hasemi. Mke anasikiza muziki, anacheza nyimbo, anatoka bila ruhusa. Yani hana tofauti na wanawake wengine wa watu wasiokuwa na dini. Hiyo nyumba haina kiongozi. Leo changamoto kubwa, nyumba nyingi hazijapata waume. Ndio maana ndoa zinayumba. Nyumba nyingi hazijapata waume. Kama mke asimamiwi dini, asomeshwi dini, aingiziwi nguvu ya imani, hakuna nguvu. Atatengenezaje nishati huyu ya kutengeneza utii? Hawezi kuwa nao. Ikiwa hofu ya Allah hana miundombinu ya kuingiziwa dini. Unaoa, anayeitwa mume anasimamia mahitaji ya kwanza ya mke akija kwenye ndoa, auingiziwe dini ili muweze kuishi maisha ya dini. Kama kaja na dini ndogo, aongezewe. Na kama hana kabisa, aingiziwe dini. Na anatakiwa mbali ya kuingiziwa dini, kuongezewa dini, anatakiwa alelewe kidini. Lazima kuwe na miundombinu ya malezi, the infrastructures, miundombinu ya kumlea mke ndani ionekane, ratiba za dini zionekane. Huyo ndo mume. Lakini anayeitwa mwanamume hana ratiba ya dini, yani hana maisha ya dini, asimamia anachosimamia. Mke anajiendea anavyotaka, kama kuku ndani hana mchunga, anajichunga mwenyewe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naam, kipindi hewani niashirie, tunajaribu kukita kuangalia, kutafuta majawabu. Jamii leo inalia, jamii inaona maisha ya ndoa yasomeki. Hapana, Mola wetu hajatupa ibada ambayo imekosa miundombinu. Kwa hiyo swala la ndoa kutusumbua sio ndoa kwamba ni mbaya, ila ni sisi wenyewe tumeivamia ndoa. Sasa anaitwa mume, baada ya kumwangalia anatakiwa akidhi dini na tabia, lakini sasa anatakiwa ayatimize majukumu matatu. Kila mke anayekuja kwenye ndoa, matarajio yake ayaone mambo mangapi? Matatu. Kila mke ambaye anaingia kwenye ndoa, matarajio yake akutane na mambo matatu. Ni Mwalimu Dimoso hapa anatupa tofauti kati ya mume na mwanamume. Anakuuliza swali, wewe mwanadada ambaye uliopo kwenye ndoa, una mume ama una mwanamume? Na ametuambia hapa baadhi ya vigezo ili vimfanye mwanamume aweze kuwa mwanamume kwenye ndoa. Moja wapo ambalo muhimu nimelichukua, amesema kuwa anakuchunga na wewe, anakusimamia kwenye dini, anakusimamia kwenye maadili. Na hapa anaendelea mambo matatu. Mwalimu Dimoso, tuendelee tupate raha. Nashukuru sana mtangazaji. Kwa hivyo enyi mlioelewa, ili uwe mikono salama kwa kiumbe anayeitwa mume, ni yule mwenye kuyatosheleza mahitaji matatu ya mkewe. La kwanza, anayeitwa mume ni yule mwenye kuyatosheleza mahitaji ya kimwili ya mkewe. 3 basic needs: food, shelter, clothes, plus treatment as well. Anayeitwa mume ni yule anayeyatosheleza mahitaji matatu ya familia kama manne: chakula, mavazi, malazi na matibabu. Matibabu yanaingia pia. Na matibabu yanaingia. Kwa huyu ndio mume. Ushindi kwako unayeitwa mume, familia hiyo imekula, familia ivae, familia ilale mahala salama, na familia inapoumwa itibiwe. Qala Allah Ta'ala liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi. Allah anasema kila mwenye majukumu awajibike kwa kadiri ya uwezo wake, yani wanaume tuwajibike ndani ya nyumba. Ama imekuja sehemu nyingine, walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'u wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Na wanawake pia waliojifungua, waliozaa, ni juu ya baba chakula chao ili waligeni afya, warudishe afya. Wamepoteza nguvu nyingi kwenye zoezi la uzazi. Kwa hiyo ili warudi kwenye fomu watakiwa wahakikishiwe lishe. Kwa hiyo ni jukumu la baba, chakula cha familia, nguo na mahala pa kulala na atibiwe. Kwa hiyo ukiona ndani ya nyumba mume anakidhi mahitaji, ananunua chakula
mume anapambana, anatosheleza mahitaji yenu ndani ya nyumba. Wewe una mume dada, huyo ndo mume. Hii ndo mipaka, the scope of accountability, mipaka ya uwajibikaji. Uislamu umetupanga sisi wanaume ili tuwe waume ndani. Tunapokuwa waume ni pale tunapotosheleza mahitaji ya familia. Mke anahitaji hali atengeneze afya, mke anahitaji avae ili akichomoka aweze awe presentable, yani adamshi apendeze. Kwa sababu target ya mke ni kumtuliza mume. Kwa hiyo ana viungo vinatakiwa vigalamiwe ili aendelee kuwa anavutia, asije kafubazwa. Kwa hiyo sasa Mwalimu Dimoso, afwan napenda unavyotiririka, lakini mdomo umenijaa mate. Zipo ndoa mwanamke ndo anahudumia. Sasa ndo nazungumza anaitwa mume. Unajua tunatofauti, tunamzungumza mume na mwanamume. Anaitwa mume ni yule anayepambana kisha familia inapata mahitaji. Huyo ndo mume anayetambulika na Uislamu. Lakini anayeitwa mwanamume ni wale ambao hawabebi majukumu ya familia ndani. Kwa hiyo ndio unakuta wanawake wanahangaika, alishe nyumba, alipe kodi, ahangaike ada za watoto. Kuna wanawake mpewe maua yenu. Mwenyezi Mungu awalipeni, na tunatambua mpo wanawake mmekuwa kama majikedume kwenye majumba. Yani nyinyi mnasimama kama wanawake, ni kama wanaume. Unakuta unateseka tenga la mchicha kutwa nzima. Mwingine unahangaika uende sokoni kununua matunda na kwenda maeneo mbalimbali, wanawake ndio wanajaa masokoni. Mwalimu Dimoso, tuende mapumziko. Mtazamaji wa Africa TV. Subhanallah. Tunakwenda mapumziko mafupi, tutarejea. Tukirejea hapa Mwalimu Dimoso atamalizia, alafu tutapokea walau simu mbili kutoka kwenu. Mimi naitwa Ibu Mgema. Na hili ni Ashirie, tutarejea.